na kumtakia rehema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwanza ni toe taarifa tu kwamba hadhara tulionayo hapa ni sehemu ndogo tu ya mashehe ambao tuliwataja hapa na kuwaombea dua, lakini mwisho tumemuomba Mwenyezi Mungu awasamehe wote waliokufa hali ya kuwa ni Waislamu, lakini vile vile awasamehe Waislamu wake kwa waume na wazazi wetu kwa ujumla wao. Hii ni sehemu ndogo ya mambo ambayo tunataka kuyazungumza hapa, na nitazingatia wakati kwa sababu tumeambiwa kwamba kuna shughuli hapa ambayo ilikuwa imeshapangwa, kwa hiyo hatuwezi kuchukua muda mrefu kuzungumza kupotezea wakati. Nianze na kuzungumzia mambo yanayohusu mambo ya mihadhara. Katika tuliowarehemu yuko mtu anaitwa Mwalimu Songoro Marijani Lwano. Wale watu wa Kigoma wako wanajua huyu mtu. Huyu alikuwa ni mtu mzima, mwalimu wa shule, na ambaye alikuwa ndio mwalimu wa kwanza wa Biblia. Mwalimu Songoro Marijani alimsomesha Sheikh Abubakari Juma Mwilima, ni mwanafunzi wa Mwalimu Songoro Marijani Lwano. Mwalimu Songoro ni mwalimu wa Mzee Musa Hussein, na huyu Musa Hussein ndio mwalimu wa Ngariba na Kawemba. Hapo kabla Ngariba naye pia alikuwa ni Mkristo. Ngariba ni mwanafunzi wangu mimi katika kumsomesha Qur'ani. Hawa watu ndio ambao waliofanya kazi kubwa sana chini ya wenyekiti wa Sheikh Abubakari Juma Mwilima, na walizunguka nchi nzima hii kwa ajili ya kutangaza Uislamu, umoja wa Mwenyezi Mungu, na kukataa kama vinavyokataa vitabu vya Mwenyezi Mungu kwamba Bwana Yesu hakuwa na hakupata kuwa Mungu, bali alikuwa ni mmoja katika manabii wakubwa waliokuja na vitabu walivyotumwa na Mwenyezi Mungu kuwapelekea ama kutuletea wanadamu. Kazi yao hii imekuwa ni kubwa sana. Kwa mfano, kule Kongo mahala panapoitwa Ubende, marehemu Ngariba Musa Fundi alikwenda kule, alisilimisha kijiji kizima, kijiji chote, wake kwa waume, vijana kwa wazee, wote wakageuka kuwa Waislamu na kanisa lao likageuka kuwa ni msikiti. Kazi hii alifanya marehemu Ngariba. Miaka ya 83 mwishoni tulianzisha darsa pale Kariakoo, mahala ambapo ipo ofisi ya mkoa ya BAKWATA. Darasa lile lilikuwa na mwenyekiti akiitwa Saidi Watuta pamoja na Kapaya, walimu akiwa ni Sheikh Othman Matata, akiwa Saleh Ngoi, mimi mwenyewe, akiwemo Sheikh Muhidini Ileo Nyange, na baadaye akaja kajiunga nasi Sheikh Ali Basaleh. Tukatengeneza kundi kubwa sana pale la watu ambao hadi hii leo shughuli hii inaendelea kila pahala Tanzania nzima. Watu wanafanya kazi na Waislamu wanakuja makundi kwa makundi. Hizi zote ni kazi za watu hawa. Mwenyezi Mungu awarehemu na awape makazi yaliyokuwa mema peponi.
Nilisema hili kwa kifupi tu kwa sababu ya muda, lakini tutalieleza kwa urefu na katika video mbalimbali kwenye chaneli yetu ya YouTube inaitwa Mizani Online TV. Ukienda kwenye YouTube andika Mizani Online TV, utapata haya yote tunayoyasema kwa ukamilifu. Lakini niende kwenye jambo la pili. Kumekuwa na vita vikubwa sana kati ya wananchi wenyewe kwa wenyewe, na hivi ni vita vya kidini. Wakati alipoingia madarakani mzee wetu Sheikh Ali Hassan Mwinyi, pale ndipo ilipoanza kudhihirika namna ambayo watu wa upande wa pili walivyokuwa na chuki kubwa sana dhidi ya Waislamu. Mzee Ali Hassan Mwinyi ilifika kipindi akawa akizomewa kwamba ni mdini, analeta watu kutoka Zanzibar, anawapa madaraka katika serikali, na kwamba nia na shabaha yake ilikuwa ni kuisilimisha Tanzania. Mzee Ali Hassan Mwinyi aliundiwa kundi la wabunge karibu 50. Wabunge hawa walikuwa wanafanya propaganda za kutaka kumimpeach. Kuimpeach maana yake ni wabunge kukaa katika bunge na kupiga kura ya kutokuwa na imani na uongozi wa Rais Ali Hassan Mwinyi, chuki ikiwa ni Uislamu. Mzee Ali Hassan Mwinyi ni kipindi chake, ni hadhara ilikuwa imepamba moto, aliikuta yeye, hakuianzisha, lakini iliambiwa kwamba yeye ndiye aliyekuwa mdhamini wa ile mihadhara na ndiye anayewasapoti wale walikuwa tukiitwa sisi Waislamu wenye siasa kali. Tulikuja baadaye kwa sauti za makanisa, na tunayo maandishi, tunayo matoleo yao, wakaandika mambo mbalimbali. Moja ni kwamba tumetumwa sisi na Waarabu kutoka nchi za Kiarabu kuja kuvuruga amani na utulivu wa nchi. Mwisho wa siku tukafunguliwa mashtaka kwamba tumekwenda kuvunja mabucha ya nyama za nguruwe na kuiba mizani na mapanga ya kukatia nyama za nguruwe. Tulikwenda mahakamani, mnashtakiwa kwa kosa la kuvunja mabucha ya nguruwe, kuiba nyama za nguruwe na mizani na visu vya kukatia nyama za nguruwe. Tumekaa jela huko. Mwisho wa siku baadhi yetu tukaachiwa. Mazinge ambayo hadi sasa anaendelea na shughuli hizo, alifungwa, kama nitakuwa sikusahau, alifungwa miaka 4. Mazinge alikuwa ni mhanga wa jambo hilo. Lakini vile vile kukawa na kampeni ya kumtaka Rais Ali Hassan Mwinyi aondoke katika mamlaka, na kwamba gharama yake, wabunge walijitokeza kutaka muungano wa Tanzania na Zanzibar, na Tanganyika na Zanzibar ufe. Mwalimu Nyerere alitoka Butiama akaja Msasani, akawaita wabunge hawa mmoja baada ya mmoja, akizungumza nao. Fitna hiyo ikawa imekufa hivyo. Nalitoa hilo kwa muhtasari, na lina maelezo mengi hili, nitakuja nitayatoa na nitatoa vielelezo vyake kwenye TV. Lakini la mwisho, kila alipoingia madarakani Muislamu, akiwa rais Muislamu, basi inakuwa ni shabaha halali ya watu wa dini ya pili kumpiga vita yule, ili aonekane kuwa hawezi na hafai kuongoza. Nitoe mfano michache tu. Wakati wa utawala
wa awamu ya 4 ya Rais mstaafu Jakaya Kikwete, baadhi ya makanisa waliwataka waumini wao wakalale makanisani usiku wa kuamkia kupiga kura, ili wawe na hakika kwamba wanampigia kura za kumkataa Kikwete, kwa kuhofia kwamba labda wakienda nyumbani wanaweza kwenda wakapata mawazo tofauti wakabadilika. Kwa hiyo wakalala makanisani, asubuhi wanaamkia kwenye vituo vya kupigia kura kwa lengo la kumwondoa Kikwete madarakani. Lakini la mwisho, fitina kama hiyo imemjia rais aliyoko madarakani hivi sasa, Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Yeye amekutana na fitina nyingi sana. Fitina ya kwanza ni pale serikali ilipoingia mkataba na kampuni inayoendesha kitengo cha makontena kule bandarini. Kampuni ile inaitwa DP World. Kampuni haiitwi jina la kampuni, anasema Samia ameuza bandari zetu kwa Waarabu. Napozungumza neno hilo, haikusudiwi kwamba Waarabu wana mataifa. Ukienda kwenye OIC, Jumuiya ya Mataifa ya Kiarabu, yako takriban 57. Unaposema Waarabu wameuziwa bandari, mataifa yote 57 yamekuja kuendesha bandari. Hawasemi kuwa ni kampuni ya uendeshaji bandari, la, wanasema Waarabu. Wanaposema neno Waarabu, maana yake ni Uislamu, kwa sababu wao chuki yao ni Uislamu. Vita hiyo imeendelea na Kanisa Katoliki ndio kiongozi wa kazi hiyo, na hadi hii leo toka Rais Samia Suluhu Hassan alipoingia madarakani, Kanisa Katoliki limekwisha toa matoleo ya makala 8. Makala hizi zote zikimsuta, kumdhalilisha na kuonyesha kwamba hafai kitu katika kuendesha nchi. Vita hivi vinaendelea. Vita hivi viko katika masuala ya elimu, kuhakikisha watoto wa Kiislamu hawapati elimu, na tutatoa zile matokeo ya watoto wanaotoka shule ya msingi wanakwenda secondary mpaka wanafika university kwa miaka, na zina source ya kuaminika. Hilo ni moja. La pili, kuna tatizo la kila anapochaguliwa Muislamu kushika nafasi fulani ya uongozi. Hilo nalo linakuwa ni tatizo kwa upande wa wenzetu. Tulikuwa tukijaribu kupambana na mambo hayo ili kusudi tuweze kuwaamsha Waislamu waweze kujitambua na kutambua na kuzishughulikia haki zao za kiraia. Nyingine ambalo nataka kusema ni kwamba wengi kati yetu tunatazama hii mitandao ya kijamii. Kuna vikatuni vinachorwa. Siku hizi kuna utaalamu wanaita nini, AI. Anaonekana Rais Samia Suluhu Hassan amevaa nguo kama mwenda wazimu hivi, anacheza cheza na sauti yake imeigizwa, inawekwa pale. Mtu mnyonge, dhalili na asiyefaa. Kuna matangazo kwamba taarifa inatangazwa rasmi kwamba Samia Suluhu Hassan hali yake ni mbaya sana, wananchi mwe tayari, dakika chache zijazo litakuja tangazo kuwa ameshafariki. Kuna matangazo yanayotangaza kwamba Rais Kikwete tayari ameshafariki katika hospitali ya Mzena na atazikwa siku fulani. Haya mambo yote yanatengenezwa na makanisa. Hata majuzi pia kulikuwa huyu bwana akiitwa Tito.
Huyu Tito zamani alikuwa tunamuona kama ni mwenda wazimu fulani, hata alikuwa ni shoga. Yeye mwenyewe kasema, hatumsingizi, kasema kama mimi nilikuwa shoga, sasa hivi simeacha. Huyu naye kamtukana sana Mama Samia na kiasi cha kumwita kuwa ndio muuaji na ndio mtekaji, na wengine wanajiita kwamba wao ni manabii bila woga wala bila haya, kuwa wao ni manabii. Sasa sisi Waislamu tunafanya nini katika kipindi ambacho tunaona mapambano yanayoendelea ni dhidi ya dini yetu? Haijapata kutokea katika historia ya nchi. Siku moja amekuja mtawala ambaye si Muislamu, akatokeza kikundi cha Waislamu kutokeza kipindi cha Waislamu kuonyesha kumkataa rais wa nchi kwa sababu ya dini yake. Waislamu wamekuwa na nidhamu ya hali ya juu, kuwaheshimu, kuwakaa nao kwa wema, kufuata maagizo yanayotolewa na rais, na wala hawatujapata hata wakati mmoja kumbagua rais kwa sababu si Muislamu kama sisi. Sasa kilichopo ni kwamba vita hivi vinaendelea dhidi ya Rais Samia, ambavyo ni vita vya kidini na vinaongozwa na kanisa Katoliki, na wanatukana matusi kama hayo. Jambo la kushangaza, jambo la kufedhehesha sana, siku 2-3 zilizopita katokea shekhe mmoja, na huyu shekhe ningemtaja jina, lakini najua wakati haendani na harakati za namna kama hii, sioni tabu ya kumsema jina lake, lakini nitamtaja kwa njia nyingine kwamba huyu ni mtu mpumbavu. Mtu mpumbavu ni mtu ambaye haelimiki, hata akifundishwa hawezi kujua. Sifa nzuri kwa binadamu ni ujinga. Tenda msikiti wa Mtoro anasema wale waliokuwa wakiwashutumu watu waliokuwa wanawafanyia hila Waislamu, wanaupiga vita Waislamu, wakawa wanawalani, watu wale walifanya makosa makubwa sana, na wengine wahamishwe kupelekwa huko walikotoka. Kasim Juma alikuwa mtu mjinga. Kasim Juma alikuwa ni mtu mjinga. Hivi watu wanapokuja kasimama mtu anamchora kinguo Rais Samia Suluhu Hassan, kavaa kikaptura, amekaa kama mwenda wazimu, yuko soko la takataka, huyu shekhe anasema kwamba wale haitakiwi kuwalaani wala kuambia maneno makali, sisi tuombe dua. Dua gani unasema wewe? faman i'tada alaikum fa'tadu alayhi bimithli ma a'tada ilaykum, atakaye kushambulieni na nyinyi mshambulieni namna ile ile ambayo yeye alikushambulieni. Kuna uadui zaidi ya kutangaza kwamba rais amekufa. Kama mtu anasema, anatoka hapa anasema kwamba Khalifa Hamisi kafa, anakwambia wewe ambaye ni mtoto wake, wewe ambaye ni mfuasi wake, maana yake ni nini? Na wewe unajua yuko hai, kuonyesha kwamba huyu mtu amepita upeo wa chuki katika nafsi yake. Wajibu wetu sisi kama Waislamu, hawa wanaomtukana rais, wakitukana kwa matusi, na sisi tuwarudishie matusi hayo hayo. Huyu bwana anasema tusiwaombe, tusiwajibu chochote, tuache tu waendelee kututukana, sisi tukaombe dua. Dua ni ibada. Dua ni ibada, tena ni mukhul ibada, ni ubongo wa ibada. Wanapokaa katika kitabu watu kusoma dua kama tulivyosoma, inawezekana katika kundi letu sisi sote akawa mtu mmoja tu ndio sababu ya kukubaliwa dua yetu. Sasa Nabii Tito ambaye ni shoga ana dua ya kumwomba Mungu. Shekhe ambaye yeye huyu shekhe anasomesha watoto, na akisha wasomesha wale watoto anachukua watoto mle anawalawiti. Dua iko wapi hapo? Anaweza akafika pahala akaomba dua huyu Mungu akaikubali?
tuwe na mazingatio na tujue ni nini kinachoendelea katika nchi yetu. Lazima tuhakikishe kwamba yoyote yule anayempambana na rais kwa ajili ya chuki ya Uislamu, kama anavyofanya askofu sijui ni Padri Kitima hafichi chuki yake kila siku, na kila kinachofanywa na serikali ya Rais Samia yeye yuko dhidi yake, si kwa uficho. Anasema tufanye maridhiano, tuzungumze, tuondoe matatizo katika nchi yetu. Kitima anasema hapana, anataka yeye anavyotaka ndiyo iwe, halafu sisi kazi yetu kuomba dua. Dua gani sasa hii? Inahusu nini hii dua? Sisi tunatakiwa tufanye kama alivyofanya Mwenyezi Mungu, alivyotuambia Mwenyezi Mungu, ukileta vurugu na sisi tutakuta tuna vurugu vile vile. Ukitutukana na sisi tutakutukana vile vile. Hakuna sababu ya kumsikiliza huyu shekhe. Huyu ni mtu mmoja mpumbavu. Huwezi kwenda kwenye msikiti aliyokuwa akiuongoza Sheikh Qasim bin Juma bin Khamis, msikiti ambao amefanya harakati zimeleta hijabu katika nchi hii, Waislamu wakavaa hijabu. Watu walikuwa hawaruhusiwi kwenda msikitini Ijumaa kuswali. Unamwomba mkuu wako wa kazi, nataka kwenda kusali Ijumaa, anakwambia chagua ama kusali ama kufanya kazi. Haya mambo yote yamevunjwa na msikiti wa Mtoro. Tulikuwa tuna mawaziri 30, kati yao Waislamu wanakuwa 2 au 3. Mambo haya tumekwenda kuyazungumza mimi, marehemu mzee Idi Simba, marehemu Rais Mkapa na katibu mkuu Lawrence Gama. Sababu zinazotaka Waislamu, tunataka uwiano, uwe usawa katika baraza la mawaziri na katika vyombo vyote vya serikali. Kuna uadui mkubwa sana dhidi ya viongozi wanaoendesha idara mbalimbali za serikali ambao ni Waislamu. Sasa huyu shehe anapotukataza kwamba sisi tunyamaze kimya tu, tuwe tunakaa vibaya na kwamba wale kina Kasim Juma walikosea, ni mtu mjinga, lakini ni mpumbavu, kwa sababu hakuwepo wala hakujua wala hakuuliza kwa nini hali ilikuwa ile. Na hali kama ile leo ipo. Kuna mabadiliko kutokana na wakati. Muda haukutoshi, si rafiki, lakini nirudie tu kwenda kushukuru kwamba tunamshukuru sana Sheikh Wakati na viongozi katika msikiti huu kwa kutupa hii nafasi ya kuzungumza machache ya tuliyozungumza. Lakini vile vile niwajulisheni pia kwamba mimi ni mwanaharakati tu, lakini kwa ushehe Sheikh Wakati ndio shekhe. Mimi ni mwanaharakati tu, Sheikh Wakati ndio shekhe. Sheikh alifahamisi tu, hapana. Mimi ni mwanaharakati, Sheikh Wakati ndio shekhe. Sheikh Wakati ndio mtu wa mwisho aliyeshuhudia kifo cha Qasim bin Juma. Sheikh Wakati aliondoka na marehemu Sheikh Juma wa Sheikh Qasim, wakaenda pale Dubai kwa ajili ya matibabu. Akatoka naye wakaenda Muscat, Oman. Safari ya pale haikuwa nzuri, wakarudi hapa. Akafikia hospitali ya Kairuki. Baada ya hapo Sheikh Wakati aliondoka na Sheikh Qasim kwa ndege tulioikodi kumpeleka Lamu. Sheikh Wakati na Sheikh Qasim wako pamoja mpaka roho ya Sheikh Qasim inatoka akiwa amekaa kwenye kiti, alikuwa ni pamoja na Sheikh Abdul Wakati. Mimi nilimchagua Sheikh Abdul Wakati kumshindikiza marehemu Profesa Kigoma Malima kwenda Maka. Sheikh Wakati aliondoka hapa akaenda na Kigoma Malima mpaka Maka, wakafanya hija, wakaachana Jida. Sheikh Wakati akirudi, marehemu Profesa Malima akaenda London. Akiwa London usiku, niliongea naye ni majira ya saa 3 alfajiri, nikaletewa simu kwamba yule bwana kafa. Na mazingira ya kufa kwake tutayaeleza, alikufa namna gani. Lakini Sheikh Qasim mwenzake wa karibu, hata katika hutuba alikuwa akichangia na Sheikh Wakati. Inashangaza kuona leo mtu mmoja mpumbavu anakwenda kwenye msikiti ule ule aliyokuwa akizungumzia Sheikh Qasim na kuponda zile harakati ambazo Qasim bin Juma aliziendeleza na zikatufanya Waislamu leo kuwa katika hivi. Mwingine aliyekuwa akimuuguza Sheikh Qasim
siku zake za mwisho kumfulia nguo zake ni Sheikh Musa. Sheikh Musa, simama watu wakuone. Huyu bwana ndiye aliyekuwa anakaa naye nyumbani kwake wakati hali yake imeshakuwa si nzuri. Sheikh Musa huyu ndio aliyekuwa akimsimamia, kumtazama mpaka siku aliyokufa kule Lamu. Tukafanya mipango, tukapeleka ndege kule, tukamchukua, tukamleta hapa kwa ajili ya mazishi. Basi nakuombeni radhi kama nilipotoka mie, lakini naamini kuwa inatosha niliyoyasema. Lakini msisahau kuwa katika Mizani Online TV kwenye YouTube tutatoa kila jambo kwa wakati wake. Sheikh Kasim tutamweleza na hutuba zake, Malima tutamweleza na tutaweka hutuba zake alivyoeleza dhulma waliokuwa wakifanyiwa Waislamu